Watoto wengi wanaozaliwa na tatizo la moyo, vichwa vikubwa na mgongo wazi wamekuwa na tatizo la kumeza chakula kama watoto wengine, hali inayowalazimu wazazi kusaga na kulainisha chakula chao ili waweze kumeza kwa urahisi. Changamoto kubwa ni pale baadhi ya wazazi kutokuwa na uwezo wa kununua blender za kuwarahisishia kusaga chakula cha watoto hao. Taasisi ya The Desk and Chair Foundation imeendelea kuwasaidia wazazi hao kwa kuwanunulia blender, hasa wale wenye kipato kidogo. Wakati wa kukabidhiwa blender hizo, wazazi wa watoto hao walisema, Jina naitwa Doto Matian, ni mama mzazi wa huyu mtoto anayeitwa Benishia Jumanne Rashidi. Mtoto wangu mwanzoni alikuwa na changamoto ya kula, kila nikimpa chakula kusagwa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwake kula. Lakini natumai baada ya kupata hii blender kwake itakuwa ni rahisi sana kumlisha chakula. Napenda kutoa shukrani kwa wale wote walioguswa na changamoto ya huyu mtoto na kutufadhili hizi blender. Nasema asanteni sana na Mungu awabariki sana na waongezee pale mlipotoa. Changamoto ya mtoto, ana changamoto ya moyo. Baada ya kujifungua akamkuta na changamoto ya moyo ambayo inapelekea anapata changamoto ya ukuaji, viungo havijakaza, pia inapelekea kupata changamoto ya kula kulingana na hiyo hali alionayo. Msaada mwingine ambao naupata hapa ni dawa zake za kila mwezi. Dawa ambazo aliandikiwa Bugando kwa ajili ya kuendelea kutumia kwa ajili ya kumsaidia kwenye kumtibu hilo tatizo lake. Kwa hiyo kila mwezi huwa naijia shilingi 30,000 hapa kwa ajili ya dawa zake. Faida, namshukuru Mungu na msimamizi wa ofisi naye amekuwa bega kwa bega na sisi. Mungu ambariki sana. Jingine ambalo niliweza kusaidiwa ni swala la mazoezi. Mwanangu anahitaji mazoezi ya kila siku, lakini baba aliweza kufanikisha kunisaidia katika swala hilo. Amenilipia ada ya kila mwezi ndani ya miezi 3. Amenilipia shilingi 60,000. Kwa hiyo mwanangu anaendelea na mazoezi anayofanyishwa, maendeleo yake nayaona kwa kweli ni mazuri. Nashukuru sana sana, namshukuru sana baba. Naitwa Esther Matayo na nina mtoto mwenye ulemavu wa uti wa mgongo. Jina lake anaitwa Kelvin Vitusi. Huyu mtoto ana changamoto, chakula kigumu kinamshinda kula. Kwa hiyo natakiwa mpaka ukisage ndo aweze kula. Sasa sikuwa na ule uwezo wa kumnunulia blender kwa ajili ya kumtengenezea hicho chakula ambacho anatakiwa kula. Unajikuta wakati mwingine anarudia chakula kile kile. Lakini nashukuru kwa msaada niliopata, nimeweza kupata blender kwa ajili ya kumsagia baadhi ya vyakula ambavyo alikuwa hawezi kutumia. Nashukuru sana. Mtoto wangu ana changamoto ya kutokuona kwa maana ni mlemavu wa macho. Nimejifungua, baada ya kujifungua mtoto akawa haoni. Nikampeleka hospitali, wakaniambia mtoto ana tatizo la ubongo, anatakiwa afanyiwe operation. Nikawa nimekosa ile ya kufanyiwa operation, nikawa nimekuja hapa. Kwa kweli namshukuru sana babu, aliweza kunisaidia. Mtoto akafanyiwa operation ambayo itumike kama 500,000. Amefanyiwa operation lakini hali ikawa bado ni ile ile. Mpaka sasa hivi bado nakuja hapa nachukua, anampeleka kliniki, bado hapa nakuja kuchukua hela ya matibabu kwa ajili ya mazoezi ya mtoto. Kwa hiyo namshukuru sana hili shirika, wafadhili wote nawashukuruni, asanteni sana na Mungu awabariki.